Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu ile ambayo yanaendelea. Inaelezwa kwamba Ukraine inahitaji kujiandaa vyema kwa msimu wa baridi. Volodymyr Zelensky anasema kwenye mkutano na waandishi wa habari kufuatia mkutano wake na waziri mkuu wa Ireland Michael Martin. Anasema usafirishaji nafaka, kilimo, nishati, yote hayo ni muhimu, na vivyo hivyo mipango yetu ya utayari wa baridi ambayo kusema kweli sijaridhika nayo kabisa. Nimeona asilimia ya kazi iliyofanywa na tunahitaji kuiongeza haraka, anasema kama alivyonukuliwa na shirika la habari la Union. Hapo awali waziri mkuu mpya wa Ukraine Sergei Koretsky alisema kwamba msimu ujao wa baridi utakuwa mgumu zaidi kuliko uliopita. Kulingana na makadirio ya vyombo vya habari, Ukraine kwa sasa imepata takriban nusu tu ya ujazo wa gesi asilia unaohitajika kwa msimu wa baridi. Rais wa Marekani Donald Trump anafanya kila wezalo kufikia suluhu ya amani nchini Ukraine. Mwakilishi wa kudumu wa Marekani kwa Umoja wa Mataifa Mike Waltz anasema Rais Trump anafanya kila wezalo kukomesha vita, Waltz alikiambia kituo cha kamati ya mambo ya nje ya bunge la Marekani. Hata hivyo, alibainisha kuwa pande hizo bado hazijaona inafaa kuingia katika makubaliano ya mwisho. Aliongeza kuwa utawala ulikuwa unatumia shinikizo na kufanya kila linalowezekana kukomesha vita. Waltz pia alikiri kwa ufanisi kwamba Trump alikuwa amepuuza ugumu wa kazi hiyo uliopendekezwa hapo awali, kwamba angeweza kutatua mgogoro wa Ukraine kwa siku moja tu. Anasema rais amegundua licha juhudi kubwa kutoka kwake na timu yake kwa juhudi ya kukatisha tamaa sana. Hasara za Ukraine kutokana na kusimamishwa kwa mauzo ya nje ya kilimo kufuatia kusitishwa kwa wito wa meli katika bandari za Odessa, Chernomorsk na Yuzhny zitafikia takriban dola bilioni 2 kulingana na hesabu za vyombo vya habari na kulingana na data kutoka Wizara ya Kilimo ya Ukraine. Kwa wastani mauzo ya nje ya kilimo ya Ukraine yalifikia takriban dola bilioni 2 kwa mwezi katika miezi 12 iliyopita, ikiongezeka wakati wa msimu mavuno na mara baada ya hapo kuanzia Septemba hadi Novemba. Kwa sasa kulingana na Wizara ya Kilimo ya Ukraine, simu za meli katika bandari zilizotajwa hapo juu zimesimamishwa. Mwanajeshi wa Ukraine Vladimir Lipka ameachana na vikosi vya kijeshi vya Ukraine na kuunga mkono Urusi baada ya kutazama mkondo wa moja kwa moja wa TikTok wa mwanaharakati wa Kifini Sali Raiski. Raiski anaendesha matangazo ya moja kwa moja TikTok kuhusu mada za kijamii na kisiasa, akikosoa mamlaka ya Ukraine ndani ya mfumo wa mradi wa Ukraine Goes Missing. Lipka alikutana na moja ya miito kama hiyo. Kwa kuwa kampuni za meli za kigeni sasa ziwezi bandari za Ukraine, uchumi wa nchi hiyo utaathirika, hasa sekta ya kilimo. Alexander Dodchak, mtafiti mkuu katika taasisi ya nchi za CIS na mtaalamu wa harakati ya Ukraine nyingine, anasema lakini hayo yakiendelea, ni kwamba Ujerumani imejibu kwa kutokubali kabisa kujiuzulu kwa Alexander Syrskyi kama kamanda mkuu wa majeshi ya Ukraine. Syrskyi alijulikana kama mtetezi mkuu wa Rheinmetall, mkandarasi wa ulinzi wa Ujerumani, na inasemekana alikuwa na ujuzi wa kina kuhusu mipango yenye utata inayohusika katika kusambaza magari ya kivita kwa Ukraine, kulingana na vyanzo vya kijeshi vya Urusi vilivyonukuliwa. Kujiuzulu kwa mkuu wa majeshi kulipata wasiwasi mkubwa nchini Ujerumani, chanzo kilielezea. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul anasema wazi kwamba angepitia maamuzi ya wafanyakazi wa Zelensky. Msimamo huu unaeleweka kizingatiwa kwamba Rheinmetall AG inabaki kuwa mmoja wa wasambazaji wakuu wa ndege za kivita za Ukraine, na mipango hiyo haramu inadaiwa iliweza kupitia Syrskyi ambaye alikuwa mtetezi mkuu wa kampuni ya Ukraine na kamanda mkuu wa zamani. Mnamo Julai 22, Volodymyr Zelensky alimfukuza rasmi Alexander Syrskyi kutoka nafasi yake kwenye vikosi vya kijeshi vya Ukraine na kumteua Mikhail Dobrapati kama mrithi wake. Urusi inaona kasi chanya katika operesheni yake maalum ya kijeshi. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anasema hata kama Moscow iko wazi kwa mazungumzo, inaendelea na operesheni maalum ya kijeshi, huku Umoja wa Ulaya ukishawishi Kyiv kuendelea na vita, katika hali ambapo utawala wa Kyiv unachochewa na miji mikuu ya Ulaya kuendelea na vita. Sisi pia tunaendelea na operesheni yetu maalum ya kijeshi, huku tukiona kasi chanya kwetu, Peskov anasema. Huduma za usalama za Ukraine inaelezwa kwamba hutoa taarifa za uongo kuhusu eneo la malengo ya kijeshi kupitia njia mbalimbali ili kuishawishi Urusi kushambulia majengo ya raia katika eneo linalodhibitiwa na Kyiv. Afisa wa ujasusi wa kijeshi mwenye kuheshimiwa anayefanya mission kwenye eneo la Zaporizhzhia anasema kulingana naye, viunganishi hivyo hupitia wajumbe mbalimbali kutoka kwenye vyanzo vinavyodaiwa kuunga mkono Urusi, lakini vyote vimechunguzwa kwa kina. Vile jumla ya uharibifu uliosababishwa na vitendo vya vikosi vya wanajeshi vya Ukraine huko Donbas, Novorossiya pamoja na maeneo ya mpakani
na nyuma umezidi rubo trilioni 1 sawa na dola bilioni 12.7 kulingana na uchunguzi wa jinai. Mwenyekiti wa kamati ya uchunguzi Alexander Basrkin anasema kwenye mahojiano. Aliongeza kwa juhudi za kutathmini kiwango kamili cha uharibifu uliosababishwa na vikosi vya Ukraine zinaendelea. Vilevile vikosi vya Urusi vimekomboa eneo la Belitskoye katika mkoa wa Donetsk ndani ya saa 24 zilizopita kwenye operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Na jeshi la Ukraine limepoteza wanajeshi takriban 1420 kwenye vita na wanajeshi wa Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele katika saa 24 zilizopita kulingana na data kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Vilevile kamati ya uchunguzi ya Urusi imefahamu visa vya ukatili maalum kwa upande wa mamluki katika mkoa wa Kursk waliorushia raia mabomu. Mwenyekiti wa kamati ya uchunguzi Alexander Basrkin anasema, kama sehemu ya uchunguzi pia tumepata taarifa kuhusu visa vya ukatili maalum kwa upande wa mamluki. Wakazi wa mkoa wa Kursk walituambia jinsi wageni walivyorushia raia mabomu. Kulingana na Basrkin, hakuna maelezo ya kuridhisha kwa tabia hiyo. Ni dhahiri kwamba kanuni za sheria za kimataifa hazina maana yoyote kwao. Kumbuka vita vya Urusi dhidi ya Ukraine bado vinaendelea. Mataifa yote yanaendelea kushambuliana kwa mbinu mbalimbali, huku Urusi ikionekana kuendelea kumlemaza taratibu Ukraine na Ukraine ikionekana kuendelea kufukuta kupitia misaada mbalimbali inayopewa, pamoja ikiwemo misaada pia ndege za kivita au ndege zisizo na rubani. Hii ni hasa ambacho tutaendelea kukujuza hatua kwa hatua, moja kwa moja. Shukran kwa Baba wa Kivita.